Kitu ya kwanza, magari inaenda inspection. Kienda kufanywa inspection, hiyo ni pesa inatumika huko. Gari inakatwa insurance. Isitoshe, magari lazima ununue magurudumu mazuri weke kwa gari ndio ufanye kazi ya matatu vizuri. Hii yote ni pesa. Inafanya tunakuwa na question mark hapo. Hii vitu ni pesa. Hii kuongeza ambao umeongeza mafuta hii pia ni pesa. So tutakaa namna gani kwa hii dunia kama vitu kila kitu itakuwa ni pesa namna hiyo. Kuna wakati mmoja tunataka tufanye biashara kwa njia ile ambayo inafaa. Ifaidi mwenye gari na ifaidi hata wale ambao wanapanga hizi magari. Sasa hizi hakuna faida ambayo tunapata. Sauri pesa yote inaenda kwa ushuru huko, pesa inaenda kwa inspection, pesa inaenda kwa insurance. Kennedy Okwemba Andore. Mimi ni mmoja wa wahudumu wa taxi hapa Rwanda. Shughuli ya mafuta kila mmoja wetu imeweza tu kutofikia. Sasa hizi hata kama kuna gari moja ambazo zinapita hapa ni gari zinabeba wagonjwa na zile ambazo ziko na emergency, lakini kwa jumla usafiri wote umesimama. Sasa hapa Rwanda tuko na shida kwa sababu huwezi kutoa gari yako peleka kwa barabara gari najua kuna shida. Unaweza peana ile barabara iende ipeleke mtu alafu ingie kwa shida iende ipate kuchomwa. Sababu maandamano iko kila mahali. Ingawa hapa Rwanda moving iko lakini ni ya shida. Hakuna moving ambayo iko ya amani ati watu wanafurahia. Watu wote wamekuwa na uchovu katika mambo ya ongezeko kuu la mafuta. Huu mgomo wa matatu au wa magari umeathiri hata sisi sekta yetu ya biashara. Kwa sababu sisi kama wafanyabiashara tunategemeana kwa sekta zote. Kama sekta ya matatu ikifail, yetu pia ina fail. Kwa hivyo tunaomba tu kama serikali ingeweza kushughulikia hili swala kwa njia ya haraka, iweze kushughulikia ili biashara pia nayo iendelee. Sisi kama wafanyabiashara tumeumia kwa upande wa magari kugoma. Sababu sisi wateja wetu wengi wa magari. Hasa bila gari zitembei, hata pia kazi imesimama. Sisi tutafanya abiria namna gani? Abiria tukiongeza bei, wanaanza kusema tunanyanyasa. Na sisi hatuwanyanyazi. Mafuta yameongezwa. Tuangalie tu ukweli. Wapunguza mafuta, sisi tukae kama haya. Lakini kama mafuta kama iko juu, bei itakuwa juu. Wasisema manamba wananyanyasa abiria. Hiyo ambia Samuel Ruto, hiyo maneno tumekataa. Chavakali ilikuanga 100, sasa ni shilingi 200. SCBA ilikuanga 50, sasa ni 150. Tumeongeza bei. Kakamega ni zaidi 300. Abiria watalia ni. Na sisi kama county government ya Vihiga tunategemea sana magari za public service kwa ajili ya ushuru. Kwa hivyo matatu is among the revenue streams ambazo tuko nazo hapa Rwanda, pamoja na lori ambazo zinaleta bidhaa sana siku ya Jumatatu na Thursday. Kwa hivyo leo lori mingi hazijaweza kufika katika soko yetu ya Rwanda, na magari pia hazikati ushuru. Ingawaje tuko na hali ya utulivu sana katika tauni yetu, tuko na hali ya utulivu lakini hatujapata ushuru ambao tungepata siku ya leo. Kwa siku ya kawaida kama siku ya Jumatatu kama leo, Rwanda sub-county peke yake iko na uwezo ya kugenerate karibu shilingi 1200 au 300, lakini leo ushuru imeathirika kwa sababu tunapata ushuru kidogo tu kwa soko. Sasa hatujui ikifika jioni tutakuwa tumepokea ngapi, lakini upande wa matatu na zile magari ambayo tunategemea na wenzetu ambao wanatoka Busia, wengine wanatoka Kisumu na huko Molo, Kericho hawajaweza kufika. Kwa hivyo tunatarajia kwamba ushuru itakuwa chini.